Sasa kwa kipindi cha miaka 4 cha uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Tanzania tumeendelea kupiga hatua katika maendeleo ya sayansi na ubunifu. Kwanza kabisa, zaidi ya fedha za Tanzania bilioni 25.7 zimewekezwa katika utafiti, ubunifu na maendeleo ya teknolojia kupitia Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH. Tukiangalia kiasi hicho kinaonyesha ile dhamira ya serikali, sababu sasa hivi tunaongelea mapinduzi ya 4 ya viwanda, sayansi na teknolojia, kuonyesha dhamira ya serikali katika kuhakikisha kwamba taifa linawekeza katika sayansi na ubunifu kusudi angalau tuweze kushindana na wenzetu, tuwe sehemu ya dunia. Sasa hiyo fedha ambayo nimeisema imefadhili zaidi ya tafiti 50 katika sekta ya elimu, kilimo, afya na mazingira, ili kuhakikisha maarifa haya yanatumika kuboresha maisha ya Watanzania. Kwa katika nyanja mbalimbali utakuta kuna utafiti umefadhiliwa, umetekelezwa au unaendelea kutekelezwa ili kusudi kujibu changamoto za kwenye jamii yetu. Pamoja na tafiti 50 hizo, lakini kuna vituo vya ubunifu 111 aidha vimeanzishwa au vimeboreshwa. Kwa sababu ndugu waandishi, mtakumbuka sasa hivi ni mwaka wa 8 tunafanya yale makesatu. Makesatu ni mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Na wote wanatoa vijana kutoka nchi nzima kwa ajili ya kushindanisha. Sasa hawa vijana tumesema COSTECH tuko Dar es Salaam na Zanzibar, na tunakuja Dodoma. Sasa vijana wako nchi nzima wanafikiwaje? Kwa tunashirikiana na wadau mbalimbali wenye vituo vya ubunifu serikalini na sekta binafsi kwa ajili ya kuwasaidia hawa vijana wenye ubunifu zao. Kwa ndio maana vituo zaidi ya 111 aidha vimeanzishwa au vimeimarishwa katika kipindi cha miaka 4 hii. Lakini pia kampuni mpya zaidi ya 70 zimesajiliwa, kwa sababu kwa kipindi hiki tuna vijana zaidi ya 3000 ambao wamefikiwa kupitia makesatu. Lakini wengine mawazo yao kwenda kwenye kubiashirisha yalikuwa bado machanga, lakini katika hawa 3000 kampuni 70 mpya zimeweza kusajiliwa, ikiwa ni matokeo ya usaidizi wa hizo bunifu tunazosema kipindi cha miaka 4 hii. Tukiangalia katika hii serikali awamu ya 6, kama nilivyosema, tuna jukumu la kutafuta fedha kutoka ndani na nje ya nchi. Tuna fedha zipata moja kwa moja zinaingia kwenye ule mfuko wetu wa Mtusate, mfuko wa kusaidia sayansi, teknolojia na ubunifu. Lakini pia kuna fedha ambazo tunazipata za kuja moja kwa moja kwa ajili ya kwenda kwa watafiti. Lakini kwa kipindi hiki pia tofauti na zile nimesema zile bilioni 20 kule juu, pia tuna bilioni 5.65 ambazo COSTECH tumesaidia kwa kufanya mashirikiano kati ya watafiti wetu na watafiti wa nje. Kwa sababu COSTECH kama mratibu, na tumesema tuna jukumu la kufanikisha mahusiano kikanda na kimataifa. Kwa hiyo kupitia uratibu wetu kuna baadhi ya miradi ambayo tumefanikisha, kunakuta watafiti wetu wanafanya mashirikiano ya moja kwa moja na watafiti wa nje. Kwa hiyo kwa mtazamo huo kuna fedha ambazo zinapatikana ambazo zingine haziingii COSTECH, lakini zinaenda moja kwa moja kwenye taasisi hizi. Lakini pia watafiti wetu wanapata fursa ya kupata kutumia vifaa vya wenzetu, sababu sisi kama taifa tuna vipaumbele vingi, inawezekana hatuwezi kununua kila kifaa. Lakini kupitia mashirikiano haya kwa watafiti wetu pia wanafanya kazi kutumia vifaa ambavyo ni vya dunia ya leo. Kwa hiyo ule utaalamu wao unaimarika zaidi.